Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Hii ni mwezi Novemba. Mada kuu ikisema mwinue Yesu juu kama mwombezi na hakimu wetu asiyekosea. Leo tunaenda kuliangazia somo la Novemba 2. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninasema asante kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa sababu ya faraja ambayo umeiweka katika mioyo yetu. Watoto wako wa kiume na wa kike tunakuja miguuni pako. Tu wa dhambi, tusiostahili hata kuliita jina lako. Tumekutenda dhambi wewe peke yako, nasi tunakuja miguuni pako katusamehe uovu wetu. Tupatie amani, tupatie faraja. Tembea nasi kila wakati, tufundishe kuyatenda mapenzi yako. Asubuhi ya leo watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja tena miguuni pako ili tujifunze ukuu wako. Roho wako Mtakatifu akakae kati yetu, akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo. Sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema katika nyua za mbinguni. Imejengeka katika kitabu cha waraka kwa Waebrania sura ile ya 7:25. Neno la Mungu linasema, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Mkombozi wa ulimwengu anayo nguvu ya kuwavuta watu kwake, kutuliza hofu zao, kuondoa huzuni zao, kuwatia moyo kwa tumaini na ujasiri, kuwasaidia waweze kuamini uhiari wa Mungu kuwapokea kupitia kwa ustahili wa mbadala wa kiungu. Kama walengwa wa upendo wa Mungu tunapaswa daima kushukuru kwamba tunaye mpatanishi, mtetezi na mwombezi katika nyua za mbinguni, anayesihi kwa niaba yetu mbele za Baba. Tunacho kila ambacho tungehitaji kutupatia msukumo wa imani na kumtumaini Mungu. Katika tawala za kidunia, mfalme anapotoa ahadi yake kubwa kabisa ili kuwahakikishia watu ukweli wa ahadi hiyo, anamtoa mwanawe kuwa mateka ambaye atakombolewa katika utimizwaji wa ahadi yake. Hebu tazama ahadi ya uaminifu wa Baba, kwani alipotaka kuwahakikishia watu kuwa baraza lake halina kigeugeu, alimtoa mwana wake wa pekee kuja ulimwenguni, kuchukua asili ya mwanadamu, sio tu kwa miaka kadhaa ya maisha yake, bali pia kudumisha asili hiyo ya kibinadamu katika nyua za mbinguni. Ahadi ya milele ya uaminifu wa Mungu. Ni cha ajabu kiasi gani kina cha utajiri wa hekima na upendo wa Mungu. Kupitia kwa kumwamini Kristo tunakuwa washirika wa familia ya kifalme, warithi wa Mungu na warithi pamoja na Kristo. Tu wamoja ndani ya Kristo. Tunapotazama Kalvari na kumwona anayeteswa ni wa jamii ya kifalme, ambaye akiwa na asili ya mwanadamu alibeba laana ya sheria kwa niaba ya mwanadamu. Tofauti zote za kitaifa, tofauti za kimadhehebu zinafutiliwa mbali. Heshima zote zitokanazo na cheo, viburi vyote vya hadhi ya kimatabaka vitapotea. Nuru inayoangaza daima katika msalaba wa Kalvari, ikitoka katika kiti cha enzi cha Mungu, inakomesha utengano wa kibinadamu unaotokana na tofauti za kitabaka au rangi. Watu wa tabaka zote wanakuwa washirika wa familia moja, watoto wa mfalme wa mbinguni, si kwa njia za mamlaka za kidunia, bali kupitia kwa upendo wa Mungu aliyemtoa Yesu
apitie maisha ya umaskini, mateso na fedheha, hadi kifo cha aibu na maumivu makali, ili aweze kuwaleta watoto wengi wa kiume na wa kike katika utukufu. Wala si cheo, wala hekima yenye ukomo, wala sifa, wala uwezo wa asili wa mtu vinavyomfanya Mungu amweke mtu katika daraja la juu. Uwezo wa kiakili, kimantiki, vipawa vya wanadamu ni karama za Mungu zinazopaswa kutumika kwa utukufu wake, kwa ajili ya kujenga ufalme wake wa milele. Tabia ya kiroho na kimaadili ndiyo yenye thamani katika mtazamo wa kimbingu, na ndiyo itashinda mauti na kufanywa kuwa yenye utukufu kwa kupewa hali ya kutokufa kwa ajili ya zama zisizo na ukomo za umilele. Wale tu waliothamini neema ya Kristo iliyowafanya kuwa warithi wa Mungu na warithi pamoja na Yesu ndiyo watafufuka kutoka makaburini wakiwa wamebeba picha ya mkombozi wao. Selected Messages, gombo la kwanza, ukurasa wa 258 na 259. Leo ni Novemba 2, mada ikisema katika nyua za mbinguni. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka? Shindalo, Masha, Kayani.
mashaka Bwana wataka yote na mbele